Ripoti zinaeleza kwamba hali ya maisha huko Gaza ni ya kutisha. Shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka wanasema hali ya maisha katika ukanda wa Gaza ni ya kutisha mno. Shirika hilo la MSF limetoa onyo kuhusu kuendelea na kuongezeka kwa mashambulizi ya kikatili na udhibiti wa kijeshi wa utawala wa kizayuni wa Israel katika ukanda wa Gaza. Israel licha ya kusimamisha mapigano katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, lakini limeendesha mashambulizi makali na kuendelea kuua raia wasiokuwa na hatia katika eneo hilo. Shirika hilo la kimataifa limefichua katika taarifa yake kwamba kile kilichotekelezwa kama usitishaji mapigano tangu Oktoba mwaka uliopita hakijafanikiwa kabisa katika kumaliza mateso ya watu wa ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa takwimu za shirika hilo, tangu wakati huo kwa uchache watu 733 wameuawa na wengine 1913 wamejeruhiwa katika eneo hilo la Palestina la ukanda wa Gaza. Timu za matibabu za MSF zimeripoti kuwa zimefanya zaidi ya matibabu 40,000 ya majeraha yanayotokana na ukatili mkubwa, ikiwa ni pamoja na kupigwa risasi moja kwa moja na milipuko ya mabomu. Lakini pia limesisitizwa kwa zaidi ya 60% ya wagonjwa wanaotembelea kliniki za shirika hilo katika mji wa Gaza wana majeraha yaliyosababishwa moja kwa moja na mashambulizi ya kijeshi ya Israel. Claire Sanphilip, mkuu wa dharura wa shirika hilo, amesema wavamizi wanataka kuangamiza kabisa hali ya maisha huko Gaza kwa kuweka vikwazo vya makusudi katika kuingiza misaada na kufuta usajili wa mashirika 37 ya kimataifa ya msaada. Ameongeza kuwa shirika hilo tangu mwanzoni mwa mwaka wa 2026 halijaruhusiwa hata kuingiza shehena moja ya vifaa vya kitabibu katika eneo hilo la ukanda wa Gaza huko Palestina. Ripoti hiyo inaeleza kuwa mfumo wa afya wa Gaza unakabiliwa na ukandamizaji wa kimakusudi na uliopangwa. Kwa sasa zaidi ya wagonjwa 18,500 wakiwemo watoto 4,000 wanahitaji kuhamishwa mara moja kwa ajili ya matibabu, lakini maafisa wa utawala wa Israel wanazuia kuondoka kwao. Aidha, kutokana na kuhamishwa kwa lazima 90% ya wakazi wa eneo hilo na msongamano mkubwa, magonjwa ya ngozi, matumbo na mfumo wa upumuaji yameongezeka sana huko Gaza. Katika eneo la operesheni, madaktari wasiokuwa na mipaka wamefichua kuwa jeshi la utawala wa Israel limegawanya ukanda wa Gaza kwa kuunda eneo linaloitwa mstari wa manjano na kuwalazimisha Wapalestina kubaki katika eneo la 42% tu ya maeneo yaliyoharibiwa. Maeneo yanayozunguka mstari huo yamegeuzwa kuwa eneo la mauaji ambalo mara kwa mara liko chini ya mashambulizi makali ya anga, mizinga na meli za kivita za Israel. Mwishoni, shirika la MSF limeomba jumuiya ya kimataifa na nchi za Kiarabu kuweka mashinikizo ya kisiasa ili kulazimisha utawala wa Israel kama dola vamizi na linalokalia kwa mabavu ardhi ya Palestina kulinda raia, kurejesha mazingira ya maisha ya kibinadamu na kuruhusu kuingia kwa misaada ya kimatibabu na ya kibinadamu bila masharti yoyote. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.